Hujambo mtazamaji na karibu tena katika fundisho letu la siku ya leo. Leo tunaingia katika somo la 27 na tuko katika sura ya 25 katika kitabu cha Mwanzo. Tunaendelea na masomo haya kutoka katika kitabu cha Mwanzo na tutaendelea hadi tutakapofika katika kitabu cha Ufunuo. Na kwa hivyo siku hii ya leo, kichwa chetu cha siku ya leo kinasema miaka ya mwisho ya Abrahamu, kuzaliwa kwa Esau na Yakobo na haki ya mzaliwa wa kwanza. Na maandiko yetu ya makuu yatatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 25 mstari wa 23, sura ya 25 mstari wa 34 na vile vile katika waraka wa Ibrania sura ya 22 mstari wa 16 na 17. Na katika mstari wa 23 sura ya 25 katika kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema mkubwa atamtumikia mdogo. Na katika Mwanzo 25 mstari wa 34 Biblia inasema basi Esau akaidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Na katika kitabu cha Waibrania 12 mstari wa 16 na 17 Biblia inasema msiwepo mtu yeyote kama Esau ambaye kwa chakula kimoja aliuza haki yake ya uzaliwa wa kwanza. Na malengo yetu ni matano. Kwa hivyo baada ya somo hili tutaweza kuelewa miaka ya mwisho na ya maisha ya Abrahamu na kifo chake. Tutaweza kujifunza kuhusu kuzaliwa kwa Esau na Yakobo. Na tutaweza kuelewa maana ya haki ya mzaliwa wa kwanza. Tutaweza kutambua hatari ya kufanya maamuzi kwa kufuata tamaa za muda mfupi, na vile vile tutaweza kumuona Kristo katika mpango wa Mungu wa neema. Na katika utangulizi wetu ni kwamba tulipokuwa tunaangazia sura ya 24 tuliona kwamba tuliona Abrahamu akimtuma mtumishi wake kumtafutia Isaka mke. Tukaona Sara ya mtumishi wake kujibiwa. Tukaona Rebeka akichaguliwa, na vile vile tukaona ndoa ya Isaka na Rebeka. Na katika sura hii ya 25 tunaona Abrahamu akimaliza safari yake duniani. Tunaona Isaka na Ishmaeli wakimzika baba yao. Tunaona Esau na Yakobo wakizaliwa, na vile vile tunaona Esau akiuza haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Na kati ya kifungu cha kwanza na 11 katika kitabu hiki cha Mwanzo sura ya 25 tunaona kifo cha Abrahamu. Tunaona baada ya kifo cha Sara, Abrahamu alimuoa Ketura ambaye alimzalia watoto wengine. Na hata hivyo, Isaka ndiye aliyebaki mrithi wa ahadi ya Mungu. Na kati ya kifungu cha 7 na 8 tunaona siku za maisha ya Abrahamu zilikuwa miaka 175. Abrahamu akakata roho, akafa katika uzee mwema, mzee sana na mwenye kushiba siku. Akakusanywa kwa watu wake. Na vile vile tunapoangalia mazishi ya Abrahamu tunaona kwamba Isaka na Ishmaeli walimzika Abrahamu katika pango la Makpela, mahali alipokuwa amemzika Sara. Na somo la kiroho hapa ni kwamba Abrahamu alimaliza maisha yake akiwa na imani katika ahadi za Mungu, na hii inatufundisha umuhimu wa kumaliza safari yetu ya imani kwa uaminifu. Katika waraka wa pili wa Timothy sura ya 4 mstari wa 7 Biblia inasema nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimemaliza mwendo wangu, nimeilinda imani yangu. Na kati ya kifungu cha 19 na 26 tunaona kuzaliwa kwa Esau na Yakobo. Rebeka alikuwa tasa kwa muda. Isaka akamuomba Mungu, na Mungu akajibu maombi yake, na Rebeka akapata mimba ya mapacha. Na unabii wa Mungu hapa tunaona ya kwamba Mungu alimwambia Rebeka, mataifa mawili yamo tumboni mwako, mkubwa atamtumikia mdogo. Na hii inaonyesha kwamba Mungu alikuwa tayari amechagua mpango wake kabla watoto hawajazaliwa. Na katika waraka wa Warumi sura ya 9 mstari wa 10 na 12 tunaona Biblia inasema ili kusudi la Mungu katika uchaguzi lipate kusimama, akaambiwa mkubwa atamtumikia mdogo. Na tunapoangalia tabia za watoto hawa ni kwamba
Esau alikuwa wa kwanza kuzaliwa, alikuwa mwenye manyoya mengi, alikuwa mwindaji hodari na alipenda maisha ya porini. Naye Yakobo alizaliwa akishika kisigino cha Esau na alikuwa mtulivu na vile vile alikaa zaidi nyumbani. Kati ya kifungu cha 27 na 28 tunaona upendeleo katika familia. Isaka alimpenda Esau kwa sababu alimletea nyama ya kuwinda, naye Rebeka alimpenda Yakobo. Na somo muhimu hapa ni kwamba upendeleo wa wazazi unaweza kuleta mgawanyiko na migogoro katika familia. Mungu anataka wazazi wawapende watoto wao kwa haki na usawa. Katika waraka wa Kolosai sura ya 3 mstari wa 21, Biblia inasema, enyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu wasije wakakata tamaa. Na kati ya kifungu cha 29 na 34 tunaona Esau akiuza haki yake na mzaliwa wa kwanza. Tunaona siku moja Esau alirudi kutoka kuwinda akiwa amechoka sana. Yakobo alikuwa ameka dengu. Esau akasema, nipe hiyo dengu nile. Yakobo akasema, niuzie kwanza haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Esau akakubali. Haki ya mzaliwa wa kwanza ilikuwa nini? Katika utamaduni wa wakati huo, mzaliwa wa kwanza alipata sehemu mara mbili ya urithi: uongozi wa familia, heshima maalum na baraka ya kifamilia. Esau alidharau baraka hizo kwa sababu ya tamaa ya chakula cha muda mfupi. Na somo la kiroho hapa ni kwamba watu wengi leo hupoteza baraka za milele kwa ajili ya starehe za muda mfupi. Na kwa hivyo tusifanye maamuzi kwa kufuata hisia au tamaa za muda. Na tunapoangalia Injili ya Mathayo sura ya 16 mstari wa 26, Biblia inasema kwamba, je, nitamfaidi nini mtu akiupata ulimwengu wote na kuipoteza nafsi yake? Na tunapoangalia Kristo katika Mwanzo 25, tunaona Yakobo alichaguliwa si kwa sababu alikuwa mkamilifu, bali kwa neema ya Mungu. Na hii inatukumbusha kwamba wokovu wetu haupatikani kwa matendo yetu, bali kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo. Katika waraka wa Efeso sura ya 2 mstari wa 8 na 9, Biblia inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, si kwa matendo. Na mafundisho makuu ya kiroho hapa ni kwamba tunaona ni vizuri kumaliza safari kwa imani. Kama Ibrahimu, tuishi na kufa tukiwa waaminifu kwa Mungu. Na vile vile Mungu hujibu maombi. Tunaona Isaka akimwombea Rebeka na Mungu anawajalia watoto. Na vile vile ni vizuri kuepuka upendeleo. Wazazi wanapaswa kuwapenda watoto wote kwa usawa. Vile vile sio vizuri kuuza baraka kwa faida ya muda mfupi. Esau alipoteza haki yake kwa chakula cha muda mfupi. Na neema ya Mungu hutimiza kusudi lake. Mungu alimchagua Yakobo ili kutimiza mpango wake wa wokovu. Na maswali matano hapa ambayo ni vizuri tunaweza kuyajibu katika wakati wetu wa baadaye au wakati wetu wa ziada. Na swali la kwanza linasema, Abrahamu aliishi miaka mingapi? Abrahamu aliishi miaka mingapi? Swali la pili, kwa nini Isaka alimwombea Rebeka? Kwa nini Isaka alimwombea Rebeka? Swali la tatu, Mungu alimwambia nini Rebeka kuhusu watoto wake? Mungu alimwambia nini Rebeka kuhusu watoto wake? Swali la nne, haki ya mzaliwa wa kwanza ilikuwa na umuhimu gani? Haki ya mzaliwa wa kwanza ilikuwa na umuhimu gani? Na swali la tano, tunajifunza nini kutokana na uamuzi wa Esau? Tunajifunza nini kutokana na uamuzi wa Esau? Na aya ya kukariri inatoka katika waraka wa Ibrania sura ya 12 mstari wa 16, ambayo inasema, msiwepo mtu kama Esau ambaye kwa chakula kimoja aliuza haki yake ya uzaliwa wa kwanza. Na tunapoelekea kumaliza fundisho letu, tunaona kwamba Mwanzo sura ya 25 inatufundisha kuwa maisha ya imani yanahitaji uvumilivu, mambo na kudhamini baraka za Mungu. Abrahamu alimaliza safari yake kwa uaminifu. Isaka alijifunza kumtegemea Mungu katika maombi. Na Esau alituachia onyo
kwamba tusipuuze mambo ya kiroho kwa ajili ya tamaa za muda mfupi. Na Mungu anatuita kudhamini urithi wetu wa kiroho katika Kristo kuliko faida yoyote ya muda inayoweza kupita. Na somo lijalo ambalo ni Mwanzo sura 26, tutajifunza jinsi Mungu alivyombariki Isaka wakati wa njaa, agano lake na Abimeleki na mafunzo kuhusu utii, uvumilivu na amani. Hayo ndio tuliyokuwa nayo katika siku ya leo. Hakika tumejifunza juu ya kifo cha Abrahamu. Tumeona watoto wa Isaka pamoja na mkewe Rebeka ambao walikuwa ni Esau pamoja na Yakobo, na vile vile tukaona ya kwamba Esau aliweza kuuza urithi wake kwa Yakobo kwa chakula. Kwa hivyo sisi pia tunaweza kujifunza mengi kutokana na hali hii. Wakati mwingine tunaweza kupata tamaa ya mambo ya dunia hii, mali ya dunia hii, au mambo mengine ambayo yanaweza kutufanya tutoke katika uwepo wa Mungu au tuweze kutoka katika utukufu wa Mungu. Kwa hivyo ni vizuri kulinda ulinzi wetu ambao ni ulinzi wa wokovu katika maisha yetu ya kiroho, ili tusije tukapoteza urithi wetu wa milele kwa tamaa za mambo ambayo ni ya muda mfupi. Na kwa hayo nakutakia kila laheri. Mungu wetu akubariki na akutendee mema. Shalom.